wanyenyekevu kama huwa. Kwa unapoenda kumhubiria mtu hapa, brain uiache, unaenda kuattach mindset. Pia wewe ni mwalimu, kwa mwalimu ana technique nyingi za kumfikia mwanafunzi na kumfundisha. Na ndio maana ukienda kwenye shule za watoto zinakuta walimu wako kama watoto, yani wanapocheza, wanapofanya, wanakuwa kama watoto, ili mradi afanyeje, ashike akili ya mtoto, attach, afu alilizi kile kitu ambacho nataka afundishe na kieleweke kwa uzuri. Lakini kama mtoto ukimhubiria kwa lugha ya utu uzima, acha penda hivi, hawezi akakuelewa hata kidogo, atakuwa mwalimu mkatili. Lakini kama mtoto ukimhubiria kwa lugha ya utoto wake, atakuelewa. Sasa tunapoenda kitaa kuhubiri, mzee, kuna nyakati ambazo sio kila sehemu ambapo unaweza kunikuta labda naongea hivi. Ukinikuta kwa wazee naongea kama wazee vizuri, wala huwezi kuzania kwamba ndio la kitaa. Ukinikuta kwa vijana nitaongea lugha ya vijana, umeona bwana. Sasa ukinikuta mtaani nitapreach lugha ya kitaa, na ukinikuta TikTok, kwa sababu natafuta watenda dhambi, si wa Kristo. Hiyo ndo kazi yangu. Kwa kazi yangu ndo tafuta mtenda dhambi, sio Mkristo. Wa Kristo washaokoka. Kwa ni watu wanaona vibanzi katika jicho la wengine, wamesahau maboditi yaliyoko ndani yao. Kwa mimi sina shida na Mkristo, wala sihubiri kwa sababu ya mtu ambaye ameokoka, no. Sikuja kuwatafuta wenye haki, nimekuja kuwatafuta watenda dhambi. Ndio kazi ambayo Kristo aliambiwa. Na ndio maana Yesu akamuita rafiki wa watoza ushuru, rafiki wa wezi, rafiki wa wanyang'anyi. Unajua maana kuitwa rafiki? Lugha yako na yake vinaendana. We are the same. Ndio maana rafiki utaijua lugha yake. Sasa watu wengi, ukiona mtu anaongea hivyo sana, huyo hajaingia mtaani. Hebu ingia mtaani hubiri, ndio utaelewa kwamba kwa nini Bromedi aga anatumia au kwa nini Evode aga anatumia sana lugha hizi kuongea. Utaenda kuhubiri, watu watakuwa wanacheza puputebo na kuangalia, hakusikilizi. Lakini pale utakapokamata mindset yao na kuattach lugha ambayo anaitumia, inakuwa ni vyepesi kukupa mpenyo wa kusikiza. Na imani chanzo chake ni kusikia. Ili mtu abadilike, unahitaji ushike sikio lake. Maana kama usipohubiri, mtu asiposikia, mahubiri yako ni kazi bure. Yaani hujafanya kitu chochote. Pastor Atilio karibu sana Pastor Atilio. Pastor Atilio amekuja akaondoka. Kwa hiyo unahitaji, yani unapoenda kuhubiri kitaa, unahitaji ushike akili za watu kwa mazingira tu kawaida, achana masuala ya kiroho na mazingira tu ya physical. Kwa zile unacheza na zile njia tano za ufahamu, zile milango mitano ya nini ya ufahamu, ile masikio nini, mdomo nini, lazima ucheze na, afu ucheze na akili za watu. Ukishakamata ufahamu wa mtu na usikivu wa mtu, utakapohubiri neno ni vyepesi kukusikia. Unaona bwana, ni vyepesi kufanya kukusikia. Kwa mfano, Paulo alipoingia sehemu moja inaitwa Athene, kitabu cha Matendo ya Mitume, akawakuta watu wanaabudu sana sanamu kwenye ile kitaa, wanaabudu sana sanamu maskani pale. Unajua Paulo akasemaje? Akawasifia kwanza watu wa Athene. Nasema, najua kwa nyinyi ni watu wema sana, mnaopendezwa sana na maneno ya Mungu, katika pita kwa nimeona mnakifanya sana ibada. Akasifia miungu yao ili atake kuwavuta wamsikilize, wakatulia. Wakasema, tunaona kama huyu jamaa anakuja kuhubiri dini ngeni, hebu ngoja tumsikilize. Lakini Paulo angeanza kuwaponda tu, hata ile nafasi ya kupenyeza habari za Kristo asingemsikiliza. Wakamsikiliza Paulo akahubiri ile sehemu, watu wakaokoka. Sema Wayahudi wakaja wakavuruga, ndio Paulo akapigwa, akatoa mji wa Yerusalemu, lakini akarudi. Kwa hiyo Biblia usisome kama gazeti mzee. Unapoongea effective, usikimbie katika Bible. Soma kwa makini afu muelewe imekuaje. Haya, angalia kila sehemu ambako Apostle Paul alipita. Yule jamaa alikuwa fundi, na ukiwa missionaries lazima utaelewa kitu ambacho nakifanya. Ukiwa ni mtu wa missions. Kwa mfano niko Kutanga. Tanga siwezi nikaongea Kiswahili ambacho naongea da, kwa sababu wengi wakifahamu. Kwa hiyo nitaongea kama watu wa Tanga. Nitabeba mazingira ya watu wa Tanga. Nitakuwa na hali yao watu wa Tanga. Unaona? Kwa hata kama nikizigua nitajifundisha kusalimia Kisambaa, unzenze, unyiza, usafi, umbuje. Kwa asubuhi nikuta nasalimia hivyo. Hiyo nafanyaje? Nataka ni take attention, wanione kama mimi ni sawa na wao, ili wapate kunisikiliza, ili niwahubiria habari za uzima. Unaona bwana? Kwa hiyo usifungwe na mipaka ya lugha. Shauri yako mbinguni utashangaa. Maandiko yanasema kwa Ufunuo, Yohana anasema, kisha nikaona watu wa kila rangi, watu wa kila kabila.
Sasa kama Mungu anafahamu watu wa kila kabila, anafahamu hadi lugha ya watu ambao wako kule wanaongea wanaitwa sijui nani wale Wanzabe. Kwa ukienda kwa Wanzabe, lugha ya Biblia hataielewa, inabidi ujifunze lugha yao. Alafu kesho wahubirie. Very simple and clear. Na injili ni tamu. Yaani ukishajua hivyo injili inakuwa ni nyepesi. Lakini ukishikilia mapokeo yako ya ajabu ajabu, utahubiri watu watakuona kama unampigia gitaa mbuzi, kwa hiyo hatakusikiliza. Kwa hiyo unahitaji ufahamu, unahitaji uelewa, pia unahitaji sensitive ya akili, yani uwe smart. Na ndio maana katika injili inabidi uwe smart akilini, smart rohoni. Lakini ukiwa smart tu rohoni na akili umeiacha, umepotea mzee. Utawarisha watu matanga pori. Umeona? Kwa unatakiwa uwe smart kila sehemu, uwe na ufahamu ambao una charge speed, uwe na akili ambayo ina function. Umeona bwana, uwe na uelewa wa chapu haraka kufahamu hazira ambayo inahubiria ni ipi. Mbona mavitu watu tunafundishwa hata shuleni, unaposimama katika hadhara, ni hazira gani ambayo inakuzunguka? Na ufahamu ni watu gani ambao wanakusikiliza? Na wewe mindset yako au ni watu gani ambao unawatouch unapoongea? Si kila mtu utamhubiria kuelewe, na sio kila mtu Mungu amekupa umhubirie. Hata mimi na FM sio kila wote ambao Mungu amenipa mimi nihubiria. Na ndio maana kuna watumishi kibao. Mimi kuna watu ambao Mungu amenipa niwahubirie, ambao anaelewa lugha yangu. Pia mtumishi fulani mwingine kuna mtu ambao Mungu amempa ahubiri. Na ndio maana tuko katika mazingira tofauti tofauti, na Mungu ametugawa katika kila kazi. Sisi tu katika shamba la Mungu. Kila mtu Mungu amemkatia kipande chake. Kwa hiyo wakati huko unashughulika na kipande cha mwingine, kipande chako akiendelee. Kwa hiyo ukiona mtu anaona makosa ya mtu mwingine, yeye mwenyewe huko kwake afanye vizuri. Maana ukifocus na shamba lako utakuwa uko busy na matunda shambani kwako. Huna muda wa kuangalia shamba la jirani, maana alikuhusu. Ukiona mtu anaanza kubonga stories za wengine, mara huyu mtumishi yuko hivi. Angalia kazi. Yeye mwenyewe kazi aliyopewa hajaifanya. Tantalira nyingi, tupunguze mdomo tufanye kazi. Punguza mdomo fanya kazi. Hiyo itakusaidia rafiki yangu. Hata kazini usilete hizi nyingi. Usiangalie sana watu. Fanya kilichokuleta. Focus kwenye makusudi yako. Acha kila mtu afanye issue yake. Na acha kila mtu afanye kazi yake. Unaona bwana? Kwa hiyo Pastor Yohana. Kwa hiyo yuko hivyo ndugu zangu. Kwa hiyo focus na ufanye kazi ambayo Mungu amekuitia. Utakuwa umefanya kitu ambacho ni kizuri. Kwa mfano, kuna nyakati ambazo Paulo alikuwa anatembea na Petro. Kuna sehemu alipishana kauli. Paulo alipofika sehemu fulani kwenda kuhubiri watu wasiotahiriwa. Paulo maana kufika Petro, baada ya kufika pale akasikia kuna Wayahudi wanakuja kutoka Yerusalemu. Akataka kumnafikia Petro, akataka kulazimisha wale watu wafanywe tohara, ambayo watu wa ulimwenguni huko masuala ya tohara hayo sio jadi yao au sio mila yao. Kwa pale Paulo akapishana sana na Petro, akasema bwana Petro, hizi ni mila za Kiyahudi huko. Unaona bwana, ni mila za Kiyahudi. Watu hawa wao hizo mila wazifahamu. Kwa tuachane navyo, wewe tuhubiri tu. Achana na hizi mila. Wakapishana sana. Kwa kuna muda Paulo akatengana na Petro kwa sababu ya mambo haya. Petro alikuwa ameshikilia zana zake za Kiyahudi. Yeye Paulo anaangalia atembee na wale watu. Unaona bwana, ambao walikuwa wafanyi tohara. Kwa hiyo vitu vingine tu vinahitaji tu akili tu ya kawaida, wala vina complication nyingi. Unaona bwana, kwa hiyo tuzidi kuhubiri injili watumishi wa Mungu, tuzidi kumnena kuhusiana na habari za Kristo Yesu. Kadri tunavyozidi piga kazi ya Bwana, na ndivyo ambavyo tunavyozidi kumuelewa Yesu kwa undani zaidi. Bwana, ni asubuhi njema ya leo, na time sio ndefu hapa. Shift na kwenda mtaani sasa, kwenda kuhubiri door to door, nyumba kwa nyumba, na kwenda kumsema na kwenda kusema habari za